Sasa twende sehemu ya pili ya sanamu za ndani yenye umuhimu zaidi, kwa kuangalia ibada za sanamu kiujumla wake zinazofanyika katika kanisa la leo. Ibada za sanamu kiujumla wake zinazofanyika au zinazofanywa na kanisa la leo. Bwana Yesu asifiwe. Yaani kimsingi tunaenda kuangalia mambo yanayofanywa na kanisa la sasa yaliyo machukizo makuu mbele za Mungu. Hebu tuende pamoja kitabu cha Ezekieli sura ya 8. Tuone Ezekieli anachukuliwa katika maono akiwa utumwani, alafu anainuliwa, anaonyeshwa machukizo makuu yanayofanyika katika hekalu la Mungu, kama jinsi ambavyo machukizo mengi hivi leo yanafanyika katika hekalu la Mungu ndani ya mioyo yetu, lakini na kanisa la Bwana kiujumla. Bwana Yesu atusaidie. Ezekieli sura ya 8, hebu ngoja nianzie mstari wa 3. Naye akanyosha mfano wa mkono, akanishika kwa kishungi kimoja cha nywele za kichwa changu, nayo roho ikaniinua kati ya dunia na mbingu, ikanileta katika maono ya Mungu mpaka Yerusalemu. Kumbuka hapa Ezekieli yuko utumwani, sasa anainuliwa katika roho, anaona mpaka Yerusalemu, mahali ambapo kulikuwa na hekalu la Mungu, mpaka mlango wa kuingilia huo wa ndani uelekeao upande wa kaskazini, mahali palipokuwa pamewekwa sanamu ya wivu itiayo wivu. Mlangoni palikuwa pamesimamishwa sanamu ya wivu. Mstari wa 4, na tazama, huo utukufu wa Mungu wa Israeli ulikuwapo hapo, sawasawa na maono yale niliyoyaona katika uwanda. Mstari wa 5, ndipo akaniambia, mwanadamu, inua macho yako sasa uangalie upande wa kaskazini. Basi nikainua macho yangu nikaangalia upande wa kaskazini, na tazama, upande wa kaskazini wa mlango ilikuwako sanamu ile ya wivu mahali pale pa kuingilia. Kumbuka mazingira yanayozungumzwa ni mahali pa hekalu la Mungu. Sasa kumesimamishwa sanamu ya wivu. Mstari wa 6, akaniambia, mwanadamu, je, unayaona wanayoyafanya, yaani haya machukizo makubwa wanayoyafanya nyumba ya Israeli hapa, hata niende zangu mbali pangu? Mungu anamweleza Ezekieli ya kwamba haya na hiki unachokiona ndicho kinachosababisha mimi niende mbali na patakatifu pangu. Kumbuka mahali pale pa hekalu ndipo Mungu alikuwa na keti. Ndio maana Mungu aliwapa sheria ya namna gani wanatakiwa kuenenda, ili pengine wasije wakajikuta kwenye matatizo makubwa. Ina maana tunaweza kufahamu ya kwamba hata wao kuwa utumwani ni kwa sababu ya machukizo haya. Sema amina. Lakini utaona tena machukizo makubwa mengine. Mungu anazidi kumwambia Ezekieli, tulia, bado haujaona mengine, acha niendelee kukuonyesha kuna machukizo mengine zaidi makubwa. Hebu tukayaangalia hayo machukizo makubwa zaidi. Akanileta hata mlango wa ua, nami nilipoangalia, tazama, pana tundu katika ukuta. Mstari wa 8, ndipo akaniambia, mwanadamu, toboa sasa katika ukuta huu. Nami nilipotoboa, tazama, pana mlango. Akaniambia, ingia uyaone machukizo mabaya wanayoyafanya hapa. Na Mungu mwenyewe ameingia ndani ya moyo wako, ameona machukizo mabaya unayoyafanya. Ndio maana anakufundisha ya kwamba unasema unampenda, lakini kuna vitu unavyovipenda zaidi kuliko yeye. Amen. Mstari wa 10, basi nikaingia nikaona, natazama, kila namna ya wadudu. Kuna wadudu, mtumishi wa Mungu Samsoni, na wanyama wachukizao na taswira za vinyago vyote vya nyumba ya Israeli zimepigwa ukutani pande zote. Akakuta wanyama, akakuta picha, akakuta watu wametengeneza vitu vinyago, wameviweka ukutani, vingine wameviweka, wamevisimamisha madhabahuni. Kumbuka, ameingizwa katika chumba cha siri cha ndani katika kanisa la Mungu. Mungu amepiga picha, ameona kuna mapicha, kuna vinyago tumevitundika, vingine tumeviweka ndani ya nyumba zetu. Tumesema huyu ni Yesu, tumesema huyu ni Maria, tumesema huyu ni mtume, tunaviinamia. Bwana Yesu asifiwe. Mstari wa 11, na watu 70 wa wazee wa Israeli walikuwa wamesimama na kuzielekea. Watu 70 tena wazee wenye hekima, wenye heshima wa Israeli walikuwa wamesimama, wamezielekea, wanazitumaini, wanazitazama kama hizo ndo Mungu wao.
na katikati yao alisimama Yaazania mwana wa Shafani, kila mmoja ana chetezo mkononi mwake, na harufu ya moshi wa uvumba ilipaa juu. Ina maana kumbe kuna ibada ilikuwa inaendelea, na mmoja wao alikuwa anaongoza, anatoa na uvumba. Si kwamba anamvukizia Mungu uvumba, Mungu wa mbinguni, ila yale machukizo ambayo Ezekieli anayaona. Mstari wa 12, kisha akaniambia, mwanadamu, umeyaona wanayoyatenda wazee wa nyumba ya Israeli gizani? Kumbe hayatendeki hadharani, yanatendeka gizani. Wewe unafanya nini gizani? Ni kitu gani ambacho kiko gizani unakitenda? Bwana Yesu asifiwe sana. Kila mtu ndani ya vyumba vyake vya sanamu, wana vyumba vyao na ndani yake kuna sanamu. Kama wewe ulivyo na chumba cha moyo, na yamkini ndani yako kuna mke, kuna mali, kuna mchungaji, kuna nani, kuna kitu gani unachokipenda kuliko Mungu? Maana husema Bwana hatuoni, Bwana ameiacha nchi hii. Wanasema Bwana, mimi siabudu mawe, mimi sijasimamisha sanamu ya kuchonga, mimi ni Mpentekoste, nina Roho Mtakatifu, siabudu kama wale wengine, madhehebu mengine, dini nyingine. Lakini kumbe Mungu anakuona, anajua ndani ya moyo wako kuna sanamu. Akaniambia tena, utaona tena machukizo makubwa mengine wanayoyatenda. Anasema hilo halijatosha. Kumbuka mara ya kwanza alimwonyesha mlangoni kuna sanamu ya wivu, amempeleka kwenye vyumba zaidi, kuna mambo mengine yanatendeka. Sasa bado anazidi kumwingiza ndani, bado yako mengine. Usizani tu ya kwamba imekuwa vyepesi Ezekieli ninyi kuweza kuchukuliwa utumwani. Ni kwa sababu kuna mambo ya ndani zaidi ambayo yamesababisha Mungu nishindwe kuvumilia yale mnayoyafanya, hata nikaruhusu mfundishwe adabu. Bwana Yesu asifiwe. Unaweza ukajihesabia haki, mimi sifanyi hivi, mimi sisuki, mimi sifanyi nini, lakini bado kuna vitu ndani. Ndio maana ninakusii kwa jina la Bwana, haujafika kule unakokwenda. Maana maandiko yanasema, ajidhaniaye kuwa amesimama na angalie asianguke. Ndugu yangu, mimi nimekuja kumfahamu Mungu. Yeye anaona kuliko sisi tunavyoona. Yaani ile saa unayojitahidi kumficha Bwana, unasema nimemaliza hili, yako mengine bado ya ndani ya kina ambayo Mungu anashughulika naye. Kumbuka maandiko yanasema, kinyonge akitafanya nini? Mimi nimekuwa mtu wa kujitafakari sana ndugu zangu, yaani niwe muwazi. Nimegundua ukimaliza hili bado Mungu anakutaka umalize lingine. Kama hujajua hili, Mungu akikujulisha mtake tena, maana yako mengine ambayo unayafanya, unayawaza, unayatenda, wewe hujui. Ndio maana tunawahurumia sana wale ambao wanahubiri ya kwamba hiki ni dhambi, hiki ni dhambi, hiki ni dhambi. Wao wanachukulia juu tu, wanadhani ni mapambo tu, wanadhani ni mavazi ya kikaba tu, lakini kuna ndani zaidi iliyooza. Amen. Ndipo akanileta mpaka mlango wa kuingilia katika nyumba ya Bwana ulioelekea upande wa kaskazini, na tazama, wanawake wameketi wakimlilia tamzi. Wanawake wameketi wanamlilia tamzi, hawamlilii Mungu. Kumbe si kila unayemwona kwenye ibada analia anamlilia Mungu wa mbinguni, kwa sababu hata shetani analiliwa. Kuna uwepo wa kishetani unaoweza kumfanya mtu alie. Hata wanaoimba nyimbo za kidunia kuna saa wanalia, wanamhudumia Mungu wao, wanaingia kwenye uwepo. Sasa hawa wanawake wako kwenye nyumba ya Bwana, lakini wanamlilia tamzi. Ili kufundisha kwa habari ya tamzi, yule tamzi aliyezaliwa tarehe 25 ya mwezi wa 12, Tamuzi, wanamlilia Tamuzi, wanawake wanamwombolezea. Unaweza ukawa kwenye nyumba ya Bwana, lakini kumbe unamlilia Mungu mwingine, kwa sababu hao wako kwenye nyumba ya Bwana kabisa, kama ulivyo hapa uko kwenye nyumba ya Bwana, lakini mawazo yako yamegawanyika. Unalilia fedha, unasema ila ningejua kumbe leo nisingekuja tu na kanisani, niende kwenye kazi zangu ili niweze kupata angalau chochote kitu. Ila nyingi mawazo, ningeenda kwenye kabiashara kangu nitembezepo vimandazi, ningepata kitu. Nani tamuzi wako? Akaniambia, mwanadamu, umeona haya, utaona tena machukizo makubwa kuliko hayo. Tumeanzia kule mlangoni, tunaingia mpaka chumbani, sasa tumepelekwa kwenye mlango wa kuingilia wa nyumba ya Bwana. Tunakutana na wanawake tamuzi, jamani, hawamlilii Bwana, wanalilia Mungu mwingine. Sasa Mungu anasema bado
bado Ezekieli, umepata neema nikufunulie yale yaliyonifanya mimi nikasirike kwa sababu ya mambo haya. Akanileta mpaka huwa wa ndani wa nyumba ya Bwana. Sasa tumeingia ndani, na tazama, mlangoni pa hekalu la Bwana, kati ya ukumbi wa madhabahu, walikuwako watu kama 25 wamelipa kisogo hekalu la Bwana. 25 wamelipa kisogo hekalu la nani? Hekalu la nani? Yaani wamempotezea Mungu, wamemwona Mungu si kitu. Kwa sababu tunapofika hapa visogo vyetu vinaelekea wapi? Si nyuma. Alafu Mungu si tunamwangalia mbele. Ina maana kama tukimtegea Mungu kisogo, ina maana sisi hatumwabudu Mungu tena. Amen. Ndio maana nilikwambia hata tunapoomba usiombe uelekeo wako ukiwa unaangalia nje, kwa sababu madhabahu ya Mungu ilipo ndipo Mungu alipo. Hawezi ukaenda kuongea na rais alafu umemtegea kisogo. Niko hapa ninakusikiliza mama. Sasa hao watu wamelitegea kisogo hekalu la Bwana. Wanafanya nini? Na nyuso zao zimeelekea upande wa mashariki. Na maana mahali nyuso zao zilipoelekea ndiko ibada inakofanyika. Sasa tuangalie wanaabudu nini. Nao wanaliabudu jua kwa kuelekea upande wa mashariki. Basi akaniambia, umeona haya mwanadamu? Je, ni jambo dogo sana kwa nyumba ya Yuda wafanye machukizo wanayoyafanya hapa? Kwa maana wamejaza nchi hii udhalimu, tena wamerejea nyuma ili kunikasirisha, na tazama, wanaliweka tawi puani. Kwa sababu hiyo mimi nami nitatenda kwa ghadhabu, jicho langu halitaachilia, wala sitaona huruma, na wajapolia masikioni mwangu kwa sauti kuu, sitawasikiliza. Mungu akisema hivyo, kumbuka hapingiki. Ndio maana ninakusihi, kagua sana sanamu gani iliyoko ndani yako, maana hiyo ndio inayokuzuilia kumwona Bwana. Kuna viwango uvioni ingawa unafunga na kuomba, kwa sababu Mungu anataka uondoe kwanza hiki ambacho kinamzuilia. Anatamani kuja lakini hawezi, kwa sababu anamuona Mungu mwingine, na yule uliyemketisha ndani ndiye anayepaswa kukusaidia. Hauwezi ukamwita mwingine wakati una mtu mwingine ambaye umeweka tumaini kwake. Unapomwita Mungu wa mbinguni, hakikisha yeye peke yake ndiye amekaa ndani ya moyo wako. Ndio maana anasema, mkono wangu si mfupi, hata sikio langu si zito, si kwamba siwezi kusikia wala kuajibu maovu yenu, sanamu zenu. Angalia wa mabwana wanaabudu jua. Nakumbuka kule Mungu anasema tusiabudu chochote kilichoko mbinguni au duniani au chini ya dunia, hatupaswi kukiabudu. Bwana Yesu asifiwe. Jichukulia wewe kama hekalu la Mungu sasa, na unapewa maono haya kama Ezekieli. Ndani ya moyo wako kuna nini zaidi ulichokikalisha? Ni machukizo gani? Ndugu zangu, haikuwa rahisi tu wana wa Israeli kuchukuliwa utumwani Babeli. Haikuwa rahisi tu, kwa sababu ibada ya sanamu ni moja ya vitu ambavyo vinamchukiza Mungu kuliko kawaida. Kumbuka, Mungu ni mume wako. Nilikufundisha nikasema, siku zote mume ana wivu kwa mkewe anapomwona na mwanaume mwingine. Vivyo hivyo Mungu ni mume wetu. Anapotuona na Mungu mwingine, tunatumaini vitu vingine. Tumesimamisha vinyago madhabahuni, tunaviita Bikira Maria, ama pengine tunasema sisi hatuabudu, hata kama uje na sentensi ya kwamba ni sanamu tu, ya kwamba ni picha tu. La hasha! Biblia inasema tumvae Kristo. Yeye anataka awe picha kamili ndani ya mioyo yetu. Yaani tunamwona Mungu kwa imani. Hahitaji kusaidiwa achongwe au tutundike mapicha ndipo tuone uwepo wa Bwana. La hasha! Kwa sababu Mungu ni Mungu aliyejitosheleza. Na tena anasema, waniabuduo imewapasa kuniabudu katika roho na kweli. Hasaidiwi kwa picha, hasaidiwi kwa vitu. Usiseme ni mapambo tu, usiseme hapana. Kuna roho nyuma yake iliyokufanya uviweke vitu hivyo. Kagua sana. Amen. Sasa tuangalie ibada za sanamu kwa ujumla wake zinazofanywa katika kanisa la leo. Jambo la kwanza, kuabudu sanamu za kuchongwa zilizo mfano wa watu. Katika kanisa la leo vivyo hivyo bado kuna sanamu zimechongwa ambazo zimepewa majina ya kwamba huyu ni Yesu, ama pengine huyu ni Yusufu, ama pengine huyu ni Bikira Maria, ama pengine huyu ni Mtakatifu Petro, ama Mtakatifu Gregory, ama Mtakatifu Konstantini na kadhalika. Nisikilizeni niwaambie, hayo ni machukizo kwa Bwana.
Mchapoona mnaomba, pengine mambo yenu yanaenda, mfahamu kile kinachowahudumia ni ile roho inayotenda kazi nyuma ya sanamu. Na bahati mbaya wengine mnaabudu misalaba, mnamwabudu Yesu aliyetundikwa msalabani. Ninasema hivi, Yesu wetu sisi amefufuka, kaburini hayumo. Mbona Yesu yenu bado yuko msalabani? Maria hana hadhi ya kuabudiwa, wale watakatifu hawana hadhi ya kuheshimiwa. Ni Yesu peke yake anayestahili kuheshimiwa. Kwa hiyo kanisa lolote ambalo limejitengenezea sanamu halafu linasema tuabudu sanamu, linasema ni mapambo tu, ni picha tu tumeziweka, nyingine zinawekwa mpaka nyumbani ndani sebuleni zinawekwa. Nisikilizeni niwaambie, ile roho iliyokutuma ukaiweka hiyo picha ndio roho unayoiabudu. Kwa sababu roho ya Mungu ingekuelekeza ya kwamba Bwana asipoilinda nyumba kwa maombi, asipoilinda nyumba kwa neno, hiyo picha uliyoisimamisha inafanya kazi bure. Bwana Yesu asifiwe. Tambua, sio picha tu. Ndio maana nilikwambia jifunze hata kukagua vitu unavyovimiliki, vina chata gani, vina picha gani, kwa sababu kitu kilichowekwa hapo nyuma yake kuna roho inayotenda kazi. Na mara zote shetani amekuwa ni mwongo, na Yesu anamsema kama mwongo. Wewe utaona ni picha, unasema unaisujudia, lakini unasujudia roho iliyoko nyuma. Ndio maana ufalme wa giza unatenda kazi kwa ishara. Kawaulize manabii wa uongo, wana pete, lakini nadhani pete inafanya kazi. Kinachofanya kazi ni roho ya giza iliyoko nyuma ya pete. Wana vitu vya kipepo vinavyotenda kazi. Bwana Yesu asifiwe. Haya ni machukizo kwa Bwana. Ibada ya sanamu ya pili inayofanyika katika kanisa la leo ni kutegemea vitu badala ya Mungu, jinsi ilivyokuwa kwa wana wa Israeli walivyoitegemea nyoka ya shaba, wakamsahau Mungu ambaye alikuwa anatenda kazi kupitia nyoka wa shaba. Ndivyo ilivyo hata leo. Watu wanatumainia misalaba, watu wanatumainia mafuta ya upako, watu wanatumainia maji ya upako, watu wanatumainia vitambaa vya upako, watu wanatumainia picha mbalimbali na kadhalika. Nisikilize, chochote unachokitumainia zaidi ya Mungu aliye hai, hicho umekigeuza kuwa ibada ya sanamu. Mtu yeyote anayefanya biashara ya upako, anayeuza vitu kwa mgongo wa upako na uponyaji wa watu, nataka nikwambie ya kwamba huyo hajawahi kuwa mtumishi wa Mungu. Miongoni mwa watu waliofanya miujiza sana hapa duniani ni Yesu pekee, lakini haukuona anauza matope ya upako, anawaambia watu waje wachukue labda udongo wa upako. Maandiko yanasema katika ile Yohana 7, mwishoni mwa sikukuu ile ya vibanda, Yesu alisimama katikati ya mkutano akasema, mwenye kiu na aje kwangu anywe. Yesu anawaita watu kwake, yaani watu wamwamini yeye, wamtegemee yeye, wasivitegemee vitu. Ndio maana watu wenu hata sasa hawaombi, hawamtegemei tena Bwana, hawategemei neno, wanavitegemea vitu hivyo badala ya kumtegemea Mungu. Wamevigeuza kuwa ibada ya sanamu. Hatutegemei lozali tuiombe tusali kwayo, tunamtegemea Yesu wa Nazareti aliye hai. Ndio maana Yesu alipigana sana na Wayahudi kwa sababu hawakumwamini Yesu. Anachotaka ni tumwamini yeye, na tunapomwamini ina maana tunamtegemea yeye peke yake, tunamtumaini yeye peke yake, yaani yeye ndiye anayekuwa nguzo ya maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Biashara ya upako sio mpango wa Mungu aliye hai. Kama mtu tajiri kwa kutumia upako angekuwa ni Yesu, lakini Biblia inasema alijifanya maskini ili atupate sisi. Miongoni mwa watu matajiri wangekuwa ni mitume. Alitokea bwana mmoja tu anaitwa Simoni mchawi, akawaambia kina Petro ya kwamba Bwana, nimeona mnafanya upako wa ajabu, nimeona mnafanya vitu vya ajabu. Hebu nina fedha, nina dola 200 hapa, nina dola 100,000. Niliona taarifa kwamba Elon Musk sasa ana utajiri wa trilioni, dola trilioni. Ukisikia dola ni fedha kubwa, halafu trilioni ni utajiri wa ajabu na kushangaza. Sasa yamkini hata Simoni mchawi angeenda na dola trilioni ngapi, aenda akanunue upako wa Yesu, akanunue nguvu za Mungu. Maandiko yanasema Petro mkemea, kwa sababu hauwezi ukanunua nguvu za Mungu, huwezi ukamnunua Mungu wewe. Inazungumza na manabii na mitume wa uongo, waache kumfedhehesha Bwana
wanajua wanayemtumikia, kwa sababu mimi Mungu wangu hanunuliwi. Yeye wala sio chumvi ya upako, yeye wala sio kitambaa cha upako. Yaani huwezi ukamfungia Mungu kwenye kitambaa, huwezi ukamfungia Mungu kwenye kitu. Ndio maana wana wa Israeli walipigwa na Wafilisti kwa sababu walidhani Mungu anafungiwa kwenye sanduku la agano. Wakaenda na sanduku la agano vitani, wakazani watawashinda Wafilisti, ila wakasahau ya kwamba kuna mahali wamekosea watubu. Ndio maana hata watu hawa wanatumia vitu vya upako, lakini na maisha yao ya dhambi bado shetani anawatandika tu. Kawaangalie jinsi wanavyohangaika kutwa kuchwa kwa manabii wa upako, kwa mitume wa upako. Atatembea, atakuja huyu kutoka Ulaya, ataenda. Ndio maana utaona wamekusanya watu wengi. Kwa nini? Yesu hayuko. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tusitegemee vitu badala ya Mungu. Tumtegemee nani? Mungu. Hatutegemei vitu. Nisikilizeni, si kwamba Mungu hafanyi kazi kupitia vitu. Bwana ni Bwana wa mafunuo, anafanya kazi kupitia vitu, lakini hataki tutegemee vitu. Yaani kukifanya kitu kuwa tegemeo, kuyafanya maji kuwa tegemeo, kuyafanya mafuta ya udongo mara udongo kutoka Israeli. Hata Israeli na yenyewe inatakiwa kumwamini Yesu. Pazia la hekalu limepasuka. Bwana Yesu asifiwe. Mtumaini Bwana. Amelaaniwa mtegemeaye mwanadamu, amfanyaye mwanadamu kuwa kinga yake, na moyoni mwake amefanya nini? Amemwacha Mungu. Hii ni ibada ya sanamu inayotendeka kwenye makanisa ya leo. Ukiona mahali popote kampeni zinapigwa za watu kununua vitu, achana nazo. Maandiko yanasema mmepewa bure, toeni. Wewe kama una upako, waombee watu waondoke, kwa sababu Biblia inasema tumejengwa juu ya msingi wa mitume na manabii. Chochote ambacho mitume na Yesu hawakukifanya, sisi hatuwezi tukakifanya. Sasa wewe hiyo umeitoa wapi? Ni ufunuo wa ufalme wa giza. Ngoja nikwambie, watu hawa wanapoenda kujiunga katika ufalme wa giza, wanapewa masharti ya kwamba chagua ni kitu gani ambacho utakitumia, na kitu hicho kitabebeshwa nguvu za kuponya na si kuponya, nguvu za kini macho, kwa sababu ufalme wa giza uponyi, haujawahi ponya. Ni uongo tu, mazingala ombwe yale ambayo tulikuwa tunayaona, mara mtu anajiwekea panga hapa, tunadhani ni kweli na sisi tunalia na kukimbia, kumbe ni uongo tu, vini macho, wahuni, manabii feki, wana mazinga ombwe tu. Yani ni waganga wa kinyesi hawa, wala wafiki level za kupambana na Mungu tuliye naye. Na mimi ninasema kwa ujasiri, kwa sababu hakuna uchawi wowote wala uganga wowote wala laana yoyote ambayo nabii wa uongo atanilaani nifikie, kwa sababu nina Mungu aliye hai. Mimi ninamlaani na inakuwa, maana amekwisha fanyika mwana wa jehanamu. Maandiko yanasema yeyote atakayehubiri injili nyingine tofauti na hii alaaniwe. Kwa hiyo amekwisha laaniwa. Yesu asifiwe. Wanatumia vitu hawa. Ndio maana utaona mwingine anakuja na kuta, mwingine anakuja na kitambaa, yani ufanya agano kupitia kitu hicho. Wengine wanakuja na pete, na wengine wana pete zisizoonekana. Nadhani pepo kuanguka na kusema ninatoka, huyo ni Mungu. Si hata shetani linaweza likatuchezea tu, lijifanya natoka ili wao muone ana nguvu za Mungu, kumbe ni uongo. Nabii mmoja ameenda kule Arusha, watu wameenda kukanyaga mpaka wamekufa. Unajua Yesu alikuwa anafanya mikutano mikubwa, na Yesu alikuwa hana kipaza sauti. Hebu fikiria mahali fulani Yesu anawalisha watu 5,000 wanaume. Yamkini hata nabii mwenyewe anaweza sikusanye watu hao, lakini hakuna mahali popote Biblia imerekodi ya kwamba watu walikusanyika wakakanyagana wakafa. Hakuna mahali tunaona watu walikanyagana wakafa. Na maandiko yanasema wengine walipanda mpaka mitumbi wanamtafuta Yesu, lakini hatuoni walizama wakafa. Eti mtu anaenda kutafuta uponyaji, anafika huko anakanyagwa anakufa, alafu tuseme huyu alikuwa ameenda kumtafuta Yesu. Hakuna Yesu anayeua watu, ni kafara tu. Ufalme wa giza uliona uchukue kafara ili kuongeza mafuta ya upako. Ibada ya sanamu nyingine kwenye kanisa la leo, kuabudu viongozi wa kiroho, kuabudu watumishi wa Mungu. Oya nikwambie kitu, na nikiongea kwa msisitizo mkubwa, watu wengi hawataenda jehanamu kwa sababu ya dhambi zao tu. Wataenda jehanamu
kwa sababu ya kuabudu watumishi, viongozi wa kiroho kuliko Mungu. Wanaabudiwa kwa namna gani? Yaani pale unapomtegemea mtumishi kuliko Mungu, unaona huwezi kuliko Mungu, yaani unaona huwezi pasipo huyo mtumishi, ufahamu ya kwamba unamwabudu kiongozi wako wa kiroho. Kwa namna gani? Unapomtii, unapomheshimu, unapomhofu kuliko Mungu, ufahamu unamwabudu kiongozi wa kiroho. Unapomwamini ya kwamba hawezi kukosea, kiongozi wangu hawezi kukosea Bwana, unamlinda hata katika makosa, ufahamu ya kwamba wewe unaabudu sanamu ambaye ni kiongozi wako wa kiroho. Bwana Yesu asifiwe sana. Hebu ngoja nikusaidie tu, nikupe ishara, nikutajie tu haraka haraka ishara ya kwamba unampenda mchungaji wako au kiongozi wako wa kiroho kuliko Mungu. Ngoja nikwambie, mchungaji anaweza akawa mzuri tu, mchungaji anaweza akawa asiwe na shida, lakini unapompenda chochote, hata kama kiwe halali, unapokitegemea zaidi ya Mungu, kimegeuka ibada ya sanamu. Na kama yuko hapa, kuna mtu anaona hawezi kufanya ibada bila mchungaji Baraka, afahamu ya kwamba ana ibada ya sanamu ndani ya moyo wake. Sasa ishara ya kwanza ya kwamba unampenda mchungaji kuliko Mungu ni hii: neno la mchungaji linakuwa na uzito kuliko neno la Mungu. Yaani mchungaji akisema, hata kama ni kinyume cha Biblia, neno lake linakuwa na uzito. Mwingine akisema unapuuzia, hata kama anakufundisha, anakusaidia. Na hawa ndo wale ambao utasikia, mbona mchungaji wangu mimi hajawahi niambia, hajawahi nifundisha hilo? Unaniambia mapambo ni dhambi, mbona mchungaji wangu hajawahi niambia? Ina maana yeye anasubiri mchungaji aseme, ila Mungu aliyesema kwenye maandiko anaona si Mungu. Ibada ya sanamu, ibada ya sanamu. Yaani mchungaji akisema unamwamini moja kwa moja, hata kama ni kinyume cha Biblia. Unasema amina baba, amina baba, na vigeregere, amina baba, hata kama ni matango pori, ni matakataka, ila akisema. Ndio maana ujifunze kwa wana wa Beloya. Wana wa Beloya bwana, kina Paulo wenye upako walihubiri injili, wakafika Beloya, wana wa Beloya wakasema hebu kaeni kwanza chini tuchunguze maandiko. Wachungaji wanachunguzwa, hata mchungaji Baraka anachunguzwa. Yaani pima, usimeze tu, usibebe tu kwa sababu mchungaji Baraka anahubiri, kwa hiyo naamini, unaenda na upepo. Biblia inasema sijaribuni hizo roho, maana hata mchungaji Baraka shetani anaweza akamtumia kukupotosha wakati wowote usioujua. Soma habari za Petro. Yesu anamuuliza Petro pamoja na wanafunzi, watu wananisema mimi kuwa nani, na ninyi mnasemaje? Petro anasema wewe ni mwana wa Mungu uliye hai. Alafu anasema hakika nyama na damu havijakufunulia, bali Roho wa Mungu. Ukisoma mistari ya mbele, Biblia inasema Petro akamchukua Yesu, akaanza kumkemea ya kwamba hayo hayatakupata. Alafu Yesu anamwambia Petro yule yule aliyetumiwa na Roho Mtakatifu, ambaye Yesu anamsifu, anamwambia nenda nyuma yangu Shetani. Yaani Petro aliyemsema Yesu, aliyemfunua Yesu, sasa hivi amekuwa Shetani. Hii inatufundisha nini? Ingawa ni watumishi wa Mungu, bado tu katika ubinadamu Shetani anaweza akatutumia wakati wowote. Na ni usimwamini mtumishi kupitiliza, bakiza sehemu ya kumpima. Sisemi usimwamini, kwa sababu usipomwamini hautamwamini Mungu, lakini ninachosema pima anachokufundisha. Watu wanaishi kwa neno la wachungaji, hawaishi kwa neno la Mungu. Anasubiri mchungaji aseme ana tatizo, yaani atapiga simu baba muombee, ila chumba jirani kuna mtumishi huwa anaomba, hataki kabisa muombee, ila baba wanaitwa mababa, baba, amina baba, baba. Ndio maana mimi usio kajichanganya ukaniita baba, utanivunjia heshima. Mimi ni mtumwa nisiye na faida, yaani ninatumika tu, halafu ninarudi kwa Bwana ninasema utukufu wote ni wa kwako. Ndio maana ninaogopa sana sifa, yaani kusifiwa,
kwa sababu ninajua ndani yake kuna ajenda ya shetani ya kupanda kiburi. Awe mtumishi Baraka na ubiri Bwana, sema mwenyewe moyoni, tafadhali ninaomba nisaidie, usio kanipandia roho ya kiburi kama shetani, nikaota mabawa, nikasema kumbe mimi ni bora kuliko, kumbe mimi ni hatari. Kwa hiyo nikabadilisha hata kutembea, nikabadilisha hata kuongea, nikasema sasa hivi siongee na mtumishi Samsoni, sio wa level zangu. Sasa hivi aishe, Yesu nipe unyenyekevu, niondolee kiburi. Bwana huwapinga wenye kiburi, wapa wanyenyekevu neema. Yaani mimi hata kama Mungu anitumie nione bati limetoka, malaika wote mbinguni wameshuka wamekuja hapa, mimi kwangu nitamwambia Bwana, mimi ni chombo tu dhaifu, kwa sababu Mungu hanitumii kwa sababu nimekamilika, ananitumia kutimiza kusudi lake tu. Ninaweza nikatumiwa alafu nisiende mbinguni. Sema amina. Ishara ya pili ya kwamba umemfanya mchungaji wako kuwa Mungu, unamtetea mchungaji hata kama amekosea kosa la wazi. Yaani uko tayari kumlinda kwa gharama zozote, uko tayari kugombana na mtu unamtetea mchungaji, ila huwezi kugombana na mtu unamtetea Yesu. Leo Yesu anatukanwa, watu hawamtetei, ila wachungaji wanapokosea watu wanawatetea hata kwa mapanga, baada za sanamu kanisani. Yaani tumejua kabisa mchungaji amezini, anatoka na mshirika. Unaposema usimseme masihi wa Bwana, haujui hata Sauli alikuwa masihi wa Bwana, ila Samueli akampelekea habari za kwamba ndugu, umeshatoka kwenye kusudi, na bahati mbaya alimwambia wazi, ufalme amepewa jirani yako. Sauli akaamua kuanza kumuwinda Daudi. Leo watumishi wakubali kusemwa na wametengeneza mazingira kwa washirika wao, wanaposema watushambulie. Mimi ndo maana nasema, nilipoanza injili ya mtandao nilimsema mtumishi mmoja, nakwambia wakala wametumwa mpaka kwenye mitandao. Niliona bwana mmoja ametoa ujumbe kwenye mitandao, mtumishi wa Mungu amemsema askofu wa kanisa fulani hapa Tanzania ya kwamba amekuwa chanzo kutokuendelea. Leo asubuhi ninaangalia tena, ninaona wamekuja mawakala kumshambulia. Kinaitwa kikundi cha askofu. Yaani hicho kikundi kinamtetea askofu, kiko tayari kukutafuta hata nyumbani kikupige. Ila Yesu anatukanwa na wao wanamtukanisha Yesu, hawamtetei. Huu ni utumwa wa kiroho. Watu wako tayari kumtetea askofu kuliko Yesu. Askofu wa jimbo kazinzi kakubwa, kaskofu kenyewe kitambi, ndani kuna minyoto, halafu mambo kanayoyafanya ya kufedha kanisa, halafu tunyamaze. Mimi ninasema, yani tutapiga kelele mpaka dunia isikie, na hakuna wa kutuangamisha, kwa sababu hatujajituma wenyewe, bali Bwana ametutuma. Yesu mwenyewe aliwaambia Mafarisayo, akasema, ninyi wana wa majoka, Mafarisayo wanafiki. Unajua maana ya unafiki? Kumbuka wale mabwana walikuwa wamejitengenezea heshima, kama maaskofu wa leo walipojitengenezea heshima, lakini Yesu hakujali heshima zao, hakujali vyeo vyao. Na sisi tutapiga kelele, yeyote anayelifedhehesha kanisa la Bwana tutamweka wazi, maana Biblia inasema Dema aliniacha kiupenda ulimwengu. Dema alitajwa. Wewe ni nani usitajwe? Wewe ni mwanadamu. Kwa hiyo ishara ya kwamba umemgeuza mchungaji wako kuwa Mungu ni pale unapomtetea kwenye makosa ya wazi. Ndio tunawaheshimu, lakini kuna mambo yanatendeka mpaka mwili wa Kristo unafedheheka. Mchungaji kabisa anatoka na washirika, na dada huyu anajijua na huyu anajijua ya kwamba wanashare sahani moja, lakini wamenyamaza. Usimseme msimasi wa Bwana. Dhambi inajulikana kabisa. Mchungaji amemwacha mke, ameenda kuchukua mshirika, ameoa, bado kuna kundi la watu wanamtetea. Bwana Yesu atusaidie. Ni kweli hakuna mwanadamu kamilifu, ni kweli, lakini mchungaji anaweza akakosea, lakini mchungaji anahitaji kurekebishwa, na mchungaji anahitaji kutubu anapokosea. Yesu asifiwe. Yaani ninakwambia, hata kama ni mimi, kuna jambo umeliona kabisa nimekosea wazi, nikosoe. Hata mchungaji yuko chini ya, hata nabii yuko chini ya, hata mtume yuko chini ya, yuko mtume mkuu, nabii mkuu, mwalimu mkuu, kuhani mkuu, anaitwa Yesu, mchungaji mwema.
Kwa hiyo ukiona mtu anamtetea mchungaji anapokosea waziwazi, ujue huyo amemfanya mchungaji wake kuwa nani? Kuwa Mungu. Ishara nyingine ya kwamba umemfanya mchungaji wako kuwa Mungu wako, yaani mchungaji wako akianguka, imani yako inateteleka, imani yako inaanguka, wokovu wako unaanguka. Yaani mchungaji akirudi nyuma na wewe unarudi nyuma. Kuna watu wameokoka kwa ajili ya wachungaji, kuna watu wameokoka kwa ajili ya mama wachungaji, kuna watu wameokoka kwa ajili ya wazee wa kanisa. Akijikwaa, mbona mama mchungaji anafanya, mbona mama mchungaji anasuka, mbona mama mchungaji amevaa mpasuo, mbona mchungaji amevaa modo, mbona mchungaji askofu wa makanisa yetu amenyoa kiduku. Yaani wokovu wake ni wa mtu, mfano wake ni mwanadamu. Paulo anasema nifuateni mimi kama mimi nilivyomfuata nani? Mfano wetu ni nani? Anavyonyoa Kristo, anavyovaa Kristo, anavyotembea Kristo, anavyolala, mfano ni Kristo, sio askofu, sio nabii. Ndiyo, tunaheshimu mafuta yake. Kama anatembea katika kweli, kama anatufundisha katika kweli, tutaiga kwa sababu tunajua na yeye anaiga kutoka kwa Kristo. Tunayafuata yaliyo mema, yaliyo mabaya tunaachana nayo. Hatuokoki kwa sababu mtu, imani yetu haijajengwa kwa mtu. Paulo anasema katika Wakorintho wa kwanza sura ya 2, anasema nilipokuja kwenu Wakorintho, sikuwahubiri ile siri ya Mungu kwa maneno ya hekima za binadamu, ili imani yenu isijengwe katika hekima ya wanadamu, bali katika Mungu. Kumbe imani zetu zinatakiwa zijengwe katika nani? Mungu, sio hekima ya kibinadamu. Sio kusema ina maana kila kitu kwenu nyinyi ni dhambi, sasa tutembee uchi. Wewe, Yesu alitengeneza mavazi, hakutengeneza mapambo. Aliwatengenezea mavazi tuvae. Sasa unaposema utembee uchi una maana gani? Kwa hiyo kama mchungaji wako akianguka, wewe ukasema sasa sitamwamini Mungu tena, hii inaonyesha kwamba imani yako uliweka kwa mwanadamu wala sio Mungu. Yaani kuna mtu hapa akisema mtumishi Baraka akikosea, sitamwamini tena Mungu. Fahamu ya kwamba imani yako uliweka kwa Baraka, sio kwa nani? Sio kwa nani? Bwana Yesu atusaidie. Ishara nyingine, unamtafuta mchungaji wako zaidi kuliko unavyomtafuta Mungu. Yaani nakwambia, muda mwingi unautumia kumtafuta mchungaji wako kuliko unavyomtafuta Mungu. Ratiba zako nyingi unazitumia kuongea na mchungaji wako, kumsikiliza mchungaji wako, lakini hauna muda wa kumsikiliza Mungu aseme na wewe. Hauna muda wa kusoma neno la Mungu, hauna muda wa kumwomba Bwana. Sisemi usiwe karibu na mchungaji wako, lakini angalia maandiko yanasema, nawapenda wale wanipendao na wale wanitafutao kwa bidii watafanya nini? Watafanya nini? Wataniona. Kwa hiyo Mungu anataka tumtafute yeye, sio mchungaji wetu. Huwezi kulala bila kusikia sauti ya mchungaji. Wengine makahaba, yani amesha sauti ya mchungaji ya kubembelezea, sauti ya nabii, niliona nisilale sijakusalimia, kumbe anania ovu ndani yake. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana mchungaji lazima ajifunze kuishi kwa mipaka. Unajua kabisa mchungaji ni mume wa mtu. Piga simu tu saa 6 usiku, saa 7. Wakati mwingine una shida, ndio una shida, lakini hivyo shida wewe hauwezi kumwomba Mungu akusaidie. Wengine mpaka anakimbia mchungaji. Uliona hata kile tulichokiangalia, amepelekwa yule mtoto kuombewa, alipogundua sio muhusika, akabeba mtoto akapeleka. Ina maana huyu amemgeuza huyu. Ndio maana ulikuwa unasikia Mungu wa, ila huyu anasema Mungu wa mbinguni. Hawa wanamtaja Mungu wa nani? Mungu wa kuhani fulani. Ukisikia sikia hayo majina sana, yaani usicheze na Mungu. Ni kweli tunatambulika hivyo, lakini kuna ile kutaja unamkuza mtu kuliko hata Mungu unayemtaja. Bwana Yesu asifiwe. Ibada za sanamu zinazofanyika katika makanisa ya leo. Ishara nyingine
ni kukubali kila fundisho ambalo mchungaji analifundisha bila kulichunguza. Yaani unakubali tu. Amina. Unakuwa kama mbwa anayebweka. Ulishawahi lipiga liumbwa jiwe? Yaani nenyewe ninakubali tu kila kinachosema ni amina. Usije na kafundisho kako tu, unataka tuanze kubomoa mawe. Tunabomoa mawe leo, tunavunja. Njoo taratibu. Si wanakujaga na maandiko hayo, kaliviringisha jiwe lile. Jiwe, kuna mtu ana jiwe. Nakwambia tutabomoa mawe hapo, neno hatutalisikia. Ni kuangusha mawe tu, kikirikakala. Ibada nzima ni mawe tu. Alafu enenda na amani ya Bwana. Tunarudi na mawe yetu yale yale. Na bahati nzuri au mbaya hawawezaki kuyatoa hayo mawe yanayotusumbua. Ni kuangukaga tu na kugaragara na kulialia. Na akijaga mhubiri mpya Mama Odavia, kanisa linaanza kusikia. Sinaona hapa mimi nahubiri, kanisa linisikilizi. Lakini akija mhubiri mpya hapa, kila mmoja atakuwa hivi. Siku hiyo neno atakalofundisha, nakwambia hata kama ulikuwa hujawahi lia kwa mafundisho mtumishi Baraka utalia. Naomba tuishie hapo, tutaendelea pale ambapo Mungu atatupa neema.